Tumsifu Yesu Kristo. Mpenzi mtazamaji wa television Tumaini, karibu kwa mara nyingine tena katika kipindi cha Walei Tuzungumze. Kipindi ambacho kinakupatia nafasi wewe kiongozi ndani ya kanisa kujifunza ama kujikumbusha mambo mapya kabisa ambayo hujawahi kujifunza. Na tunapokukaribisha katika kipindi hiki cha Walei Tuzungumze, ndani ya studio siko peke yangu, niko pamoja na mwenyekiti wa Shivyaki ndugu Gordon Rwenyagira, lakini pia yeye ni mwenyekiti wa Moyo Mtakatifu wa Yesu Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Kwa hiyo tunakukaribisha sana. Lakini pia tuko na mkurugenzi wa utume wa lei Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam kama ilivyo kawaida, Padre James Vitalis Kasembo, karibu. Asante sana. Basi hili ndio jopo ambalo limekamilika kabisa. Kumbuka mwaka 2025 tunatembea na mada inayosema karakana ya uongozi. Lakini mada ndogo ambayo tutaizungumza, tunazungumzia uchaguzi wa viongozi ndani ya kanisa Katoliki kwa mwaka huu 2025, na ni hapa tu mwezi wa 7. Basi nimkaribishe Baba Padri tuweze kufungua kipindi chetu kwa sala. Asante. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyowasamee na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, naye Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Tukuze Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bikira Maria kikao cha hekima, utuombe. Bikira Maria msaada wa daima, utuombe. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Haya mtazamaji, basi ndio tumeanza namna hiyo kwa sala, na moja kwa moja nimkaribishe Baba Padri aweze kutufungulia na kutuambia kipindi kilichopita kwa uchache kidogo. Alafu pia tutapata maelezo kutoka kwake Gordon Rwenyagira, mwenyekiti. Kwanza tunakupongeza, hongera kwa utume. Asante sana. Karibu sana Baba Padri. Asante sana ndugu mtangazaji, asante pia wewe ndugu mtazamaji wetu wa Tumaini Television. Tupo hapa kwanza kuendelea kumshukuru Mungu kwa neema na baraka ambazo anatujalia, lakini pia kuendelea kukuhabarisha mambo kadha wa kadha juu ya uchaguzi. Sasa kipindi kilichopita tulikuwa tunakumbusha zaidi juu ya sifa za kiongozi. Sifa za kiongozi, awe Mkristo Mkatoliki aliyechaguliwa na watu bila kufanya kampeni, lakini pia awe mcha Mungu, asiwe na vizuizi mbalimbali, lakini pia awe ni mtu ambaye anaendelea kulipenda kanisa na akubalike pia na uongozi wa hierarkia. Kwa hiyo alikuwa ni hayo ya kukumbusha tu. Sasa leo tunaendelea na karakana yetu ya uongozi, lakini kubwa ni maandalizi ya uchaguzi. Kwamba kutakuwa na utaratibu huu, tutakuwa na novena ya siku 9 kabla ya mwezi wa 7. Novena ya Roho Mtakatifu ya siku 9 kabla ya mwezi wa 7. Na novena hiyo tunakwenda kuwapa utaratibu siku ya kwanza mpaka ya 9 kuendelea kuombea uchaguzi ili tuweze kuwapata viongozi bora na si bora viongozi. Na baada ya uchaguzi tutakuwa na miezi mitatu kati ya wale ambao wamechaguliwa kujifunza. Kuna kitu tunaita induction, kuingiza zaidi kujifunza kanisa Katoliki linafanyaje kazi zake. Kwa hiyo tukimaliza chaguzi za jumuiya ndogo ndogo kama vyama vya kitume na kamati tendaji, basi tunaanza kutembea kwa miezi 3. Kama kila Dominika tunajifunza kila Jumamosi, basi tutapata nafasi hiyo. Na wale wa mitaa wa kanda, basi tutapata nafasi hizo pia za kuanza kujifunza pia. Pamoja na hiyo, basi tutakuwa na sala maalum kwa ajili ya kuombea uchaguzi. Yaani uchaguzi wa mwaka huu ni uchaguzi ambao utakuwa wa pekee, haujawahi kutokea tangu dunia iumbwe. Tunakwenda kuonyesha watu mbinu mpya za kuona namna ya kupata viongozi bora. Miaka mingine tulikuwa tunafanya,
Lakini ya mwaka huu inaitwa babu kubwa, tunavunja rekodi. Kwamba tunataka tuonyeshe watu wetu kwamba kumbe tunapoongea juu ya kiongozi, sio kiongozi tu kama umemtoa tu kwenye majani au kwenye kichaka. Tunataka tunamtoa kiongozi ameiva, amepikwa, akapikika ndani ya kanisa Katoliki ili akafanye kazi yao, kwa sababu tunataka kufanya mapinduzi ya kiutume au mapinduzi ya kiuchungaji. Unajua katika ndio. Labda hapa nikuulize swali kabla sijasahau. Tutakuwa na novena. Labda ndani ya hii novena mtakuwa na semina ambazo zitafanya sasa mtu akichaguliwa awe alioiva kweli kweli. Ndio. Hizo siku 9 ni kama za kumalizia tu, lakini tumepanga kwa jimbo kuu la Dar es Salaam, kila parokia kadri Mungu atakavyotupa kibali, kanisani, kwenye misa. Maana yake tunakuwa na dakika 20 mpaka 30 anakuja kufanya kutoa elimu hiyo. Kama paroko atamkubalia baada ya matangazo haya, kama mahali fulani. Na sehemu nyingine ni kwamba padri kabla ya kuanza misa tunaanza na hiyo semina kwanza, wakati watu bado wanajiweka vizuri, wengine wanaingia. Baada ya hapo ndo tunaanza misa asubuhi pia. Inawezekana kwa nafasi hiyo pia. Kwa hiyo tunataka tuwaelimishe waumini wote, maana yake watakaochaguliwa na watakaochagua wote kwa pamoja tuweze kupata elimu hiyo pia. Unaona, kwa hiyo ndio tumepanga namna kwa jimbo kuu la Dar es Salaam. Kwa jimbo kuu la Dar es Salaam tujiandae kwa utaratibu huo. Tunakuja kuwaletea utaratibu na handouts tutawapa wale wainjishaji wetu ambao wanakuja kutoa elimu hiyo. Tunachoomba tu maparoko muwapokee, kwa sababu ni ruhusa kutoka huko juu, kwa maana tumeruhusiwa kama tulivyoruhusiwa kipindi kilichopita kutoa handouts na tukaja tukafundisha. Kwa hiyo kwa mwaka huu tunaboresha zaidi. Tutakuwa na novena ya siku 9 karibia mwezi wa 7, lakini pia kutakuwa na sala ambayo itakuwa inasaliwa kila siku na wakati wa uchaguzi ili tuweze kupata viongozi bora. Na hiyo semina sasa tungetamani parokia zote waipate kabla hawajaingia kwenye uchaguzi pia. Naona na semina hiyo tunatoa miongozo, na haji tu mtu kujiongelea yake, hapana. Kutakuwa na mwongozo maalum kabisa. Kwa hiyo ndio maajabu ya Mungu kwa mwaka wa jubilei. Haya, mtazamaji, maajabu tutaenda kuyaona. Hebu tuende sasa tuone maajabu mengine. Ni sifa zipi ambazo unatakiwa wewe kiongozi Mkatoliki utafanyaje kama ukipewa uongozi? Sifa zipi? Tumeambiwa moja awe Mkatoliki, zingine moja awe Mkatoliki, lakini nyingine kiongozi awe na uwezo. Kiongozi uwe na uwezo. Uwe na uwezo kwamba kwa kweli unaweza ukaongoza. Lakini nyingine kiongozi pia akubalike. Akubalike. Maana yake anasema akubalika na yalakia, lakini pia na waamini kwamba ala ana sifa njema. Ana sifa njema, anaweza kufanya kazi ya Mungu vizuri pia. Unaona. Lakini sifa nyingine ya kiongozi awe na utayari wa kufanya kazi ya Mungu. Utayari wa kufanya kazi ya Mungu. Wapo baadhi ya viongozi anaogopa kuchaguliwa. Siku ya uchaguzi haji na hatoi udhuru. Na wale kwa kuwa wajui sheria au taratibu wanamchagua. Anasema mimi sikutoa udhuru, alikuwa anajua akitoa udhuru anaweza akachaguliwa. Na wale wanasema umetoa udhuru, hujatoa udhuru na kuchagua. Na wanamchagua kwa kumkomesha. Na yeye anawakomesha, haji kwenye vikao, haji kwenye nini, anaburuta tu hivyo yani. Katika kuwakoroga tu. Na nimemwaga mboga mimi na mwaga ugali. Sasa hiyo haiendi kwenye kazi ya Mungu. Mwaka huu hatutakuwa na vilazo wa mtindo huo. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atuachie kibali ili basi tuweze kupata viongozi bora na kanisa listawi. Unajua Mungu ni wa utaratibu. Ni sisi wenyewe tu tunavuruga utaratibu. Kama Mungu ni wa utaratibu, kanyoka hivi Mungu. Na nataka tukinyoka tunakuwa na amani, tunakuwa na furaha pia. Kwa hiyo Mungu anataka namna hiyo pia. Sifa nyingine ya kiongozi ambaye tunamtarajia, kiongozi ajifunze unyenyekevu. Unyenyekevu. Kwa hiyo tungetamani tuone kiongozi unajifunza unyenyekevu. Maana mnyenyekevu kuwapokea wadogo walio chini yako kwa unyenyekevu, lakini pia kuwapokea na wakubwa ambao wanaokutuma pia. Na ujifunza unyenyekevu maana yake pamoja na kwamba unajua mengi, wewe ni kiongozi labda wa serikali mahali fulani, wewe labda ni una cheo fulani jeshini, wewe labda una fedha sana, lakini unapofika parokiani basi utawasikiliza viongozi, pengine nafasi uliochaguliwa labda hata ni ya katibu msaidizi, pamoja na yote ulionao unawasikiliza wakubwa. Jamani tufanye, unawasikiliza. Pamoja na kwamba huko unakotoka
na wewe una wafanyakazi ambao wanakutegemea, na wewe ni bosi no, lakini unapofika pale unanyenyekea. Ndio hiyo ambayo Yesu pia anaendelea kutufundisha pia. Pamoja na kwamba alikuwa Mungu, hakuona jambo la msingi baya katika Mungu. Alishuka awe kama mwanadamu ili mwanadamu awe kama Mungu. Kwa kama kiongozi, wakati mwingine unaposhuka na kuwabeba hao wa chini na kuwa nao, wanaona kweli huyu mtu wetu. Ni kama hivi unaona serikalini, unahangaika na bodaboda, unahangaika na walima nyanya, vitunguu, sijui nini. Wanakuwa yani kweli safi kwamba kumbe hata na sisi unatuona pia, unatupambania. Unaona? Kwa watalia na wewe, watafurahi na wewe. Lakini wale ambao hujali hao wa chini, unajali tu wa juu, wakati mwingine inakuwa ngumu. Kwa kama kiongozi, hakikisha kwamba unajali hao pia. Lakini kiongozi zaidi ya hapo, tuseme kwamba tuone kiongozi una imani. Unaona, kiongozi una imani, yani manake tuone ukomavu wako katika imani. Ukomavu wako katika imani. Ukomavu wako katika imani. Isiwe tu kiongozi tumemwona siku akaja kavaa suti, anasema mwenyekiti si ndio huyu, mchagueni sasa uone shughuli yake. Mtalia mpaka asubuhi. Bako watatu sasa hivi mnalia kwa sababu nimeona siku alikuja kavaa suti, kaunda suti, kwa sababu mwenyekiti si ndio huyu. Sasa hivi mnalia tu, jamani tungejua tusinge. Ndio mshamchagua sasa, aishapishwa. Unaona, kwa vitu vya mtindo pia. Kwa hiyo tungehitaji kumuona kiongozi ambaye imani yake wala imekaa vizuri, imekaa vizuri. Lakini pia sifa nyingine ya kiongozi, awe ni kiongozi ambaye maadili yake yako vizuri. Maadili yake yako vizuri. Wapo baadhi ya viongozi ambao kwa kweli unaona kabisa kule mtaani kweli hela nayo na nini, lakini unaweza kuta mahangaiko, mara yupo huku mara yupo kule hivi, yani macho juu tu. Kwa hiyo sasa wakati mwingine tunaangalia pia na sisi kuona kwamba huyu atatufaa kweli. Kweli hela nazo za michango, lakini sasa ana mambo mengi, Kwa hiyo huyu tusihangaike naye. Sasa huyu tunaambia kwamba tumweke kwenye kamati zisizo za kikatiba. Sana mambo mengi, tumweke kamati zisizo za kikatiba. Kamati ya sherehe, kamati ya usafiri, kamati ya ardhi au kamati zile ya nini, hivyo yani. Ili atusumbue sana kisheria kwamba mbona hapa naona kama mambo hayaendi. Lakini pia sifa nyingine ya kiongozi, tuone kwamba kiongozi walau ana uzalendo, yani ana uzalendo wa kanisa lake. Sio yule kiongozi ambaye tukisikia contraceptives yumo, tukisikia sijui yumo, sijui tukia nini, kanisa Katoliki limenyoka hivi. Kwa hiyo awe na uzalendo na kanisa pia. Asiwe mtu mpingaji, wale tumesema hivi, yeye anasema hivi, hapana. Awe mtu ambaye ana uzalendo na kanisa, na ndio tunaendelea kuombea pia. Lakini sifa nyingine ya kiongozi, awe ni kiongozi ambaye tayari anaweza kuangalia mbele mahitaji ya kanisa kwa sasa. Kwamba sasa kanisa liko na mahangaiko, hatuna amani wakati mwingine kwa ajili ya vurugu. Sasa wewe ni kiongozi wa kuunganisha watu. Kwa sababu amani imetoka kwenye familia, amani imetoka siku kwenye nini, yani ipo tu avuta na kamba. Kwa hiyo tuone namna tunavyoweza kuwasaidia watu wetu pia. Lakini pia kiongozi, sifa nyingine ya kiongozi, awe kiongozi ambaye anayejali na kutunza familia. Zipo familia za aina mbili, familia yake mwenyewe na familia ya Mungu. Yaani usiwe kiongozi kanisani uko mzakini, nyumbani majanga. Umempiga mke wako, unamfukuza, unatukana watoto, hujali familia. Sasa ukishakuwa hivyo huko, hata huko kwenye familia kubwa ya Mungu, wakati mwingine hutajali watu. Kwa hiyo ndicho hicho ambacho tunaomba tuone kiongozi walau mambo hayo unaweza kuyapambania. Lakini pia sifa nyingine pamoja na yote, kiongozi uwe mtunza mazingira. Uwe mtunza mazingira. Tunapoongea juu ya kutunza mazingira kwamba dunia hii ni nyumba yetu. Kama ni nyumba yetu, Mungu ana mpangilio mzuri. Kwa unapoona mazingira yanaharibiwa kwa kuzuia vyanzo sijui vya maji, kuziba na nini, basi uwe na sauti ya kukemea walau namna fulani. Unaona watu wanatupa machupa ovyo tu, uwe kiongozi ambaye waelimisha watu kuweza kutunza mazingira pia. Kutunza mazingira pia. Unaona. Lakini sifa nyingine ya kiongozi, uone kwenye jamii sasa hivi tuna tatizo gani? Vijana wana shida ya ajira.
wewe unachukua jukumu gani ya kuona kwamba tunaelimishaje vijana watoke huko na vyeti vyao vya chuo kikuu, vyeti vyao vya diploma, vyeti vyao vya degree ya kwanza, wageuze katasi hizo ziingie katika kutafuta, ziingie katika hela. Kwa hiyo wewe kiongozi wala uwe na jambo hilo, na mara kwa mara tunasema kwamba kiongozi usitafute mambo yako tu binafsi, tengeneza jambo la kijamii, jambo la kijamii ambalo litasaidia hata wewe hupo, jamii itaendelea kulishughulikia jambo hilo pia. Kwa hiyo tunatamani kuona hivyo. Lakini pia la mwisho tunatamani kiongozi asichanganyie habari mbili. Ni Mkristo Mkatoliki lakini umeona kuchanganyia na siasa, umeona yani maana yake kampeni na nini na nini. Tungetamani kiongozi kweli siasa unayo, ni mwanachama wa chama fulani, hatukatai. Lakini unapofika maeneo ya kanisa, basi tunakuwa na miondoko yetu na namna yetu ya kule kanisani. Ukiwa huku laiani, basi fanya jambo hilo. Na hilo tunasema usichanganye sasa. Tunasema huku ukiwa laiani, pambania hizo nafasi hizo za serikali, za kisiasa, za nini, sawa. Ila unapofika huku kanisani, basi kwa maana ya kuhamasisha sasa, tusilete tena ile kwamba huku wakati tunapiga kampeni, tunatoa rushwa, tunawapa watu bia, tunawapa watu kitimoto, tunawapa watu nini. Sasa hiyo ujue kwamba kunakuwa na mipaka namna fulani ili kuweza kuona tunapata kiongozi bora. Kiongozi ambaye anayetoa rushwa, kwa kweli kiongozi ni adui wa haki huyo. Kwa hata katika kanisa ukiona kwamba kuna mtu anarubuni huyo, wala msikubaliane na jambo hilo pia. Kanisani kwanza tufanye kampeni, kanisani wala hatuna muda wa kampeni. Kanisani ni muda ambao tunawaelewesha watu wetu ili basi wakafanye kazi ya Mungu. Lakini nyingine katika nyingi, kiongozi uwe mchapa kazi. Wapo baadhi ya viongozi maneno tu mengi, lakini utendaji zero. Yaani anapofika kanisani yeye yupo kule au kwenye shughuli anataka akae table. Sasa hiyo shughuli zingine zitafanywa na nani? Yeye atakaye table akae na paroko na baba askofu, waongee huko, shughuli zingine hizo kama zingine watafanya. Na ipo kwenye kamati. Lakini ukiachia hiyo tu, huko kwenye jumuiya, huko ndio kwenye field, huko ndio yani maana yake kwenye shughuli. Je, umewafikia watu katika nyumba kwa nyumba? Tumehangaika jimbo kuu la Dar es Salaam, tumeshaelezwa nyumba familia mwisho 10 mpaka 15, lakini mpaka sasa hivi ziko baadhi ya jumuiya zinazidi mpaka jumuiya familia 20. Zingine zinakaribia hata mpaka 30. Bado hatujapata marekebisho. Viongozi wa jumuiya tuko wapi? Kwa hiyo agiza baba askofu niendelea kutualika. Sasa tupate kiongozi ambaye anapokea maelekezo ya huko juu na anafanya kazi kwa ukamilifu. Maana wakati mwingine tunapata changamoto, taarifa kutoka juu kufika chini ifike mapema na iweze kusambaa. Wengine wanapata taarifa nafika naweka makablasha huko chini, kwa baadaye tunakuja kuuliza hakumbuki. Kwa hiyo tunataka mwaka huu kwa kweli tupate viongozi, na tupo kazi yetu ni kuanoa kuhakikisha kwamba tunapata viongozi cream kabisa ambao watachapa kazi ya Mungu. Nani mwendo wa mchaka. Sio mwendo wa kutembea na kusinzia, hapana, ni mchaka. Kwa sababu tuna mambo mengi. Tukumbuke kwamba parokia 17, 16 kamili na moja teule zimeondoka. Sasa tunazijazaje? Lazima tufanye kazi. Na kama tunafanya kazi kwa bidii, basi Mungu mwenyewe anaendelea kutubariki pia. Kwa hiyo katika sifa hizo nyingi, walau kwa uchache ni hizo, zingine tutaongezea tena. Haya, mtazamaji, bila shaka umeweza kuzielewa hizo sifa alizozitaja baba hapa, kweli ni nyingi, lakini zote tukizifanyia kazi tutapata viongozi walio wazuri tena ambao ni maajabu amesema. Tutaweza kushuhudia wenyewe namna gani wanavyoweza kutuongoza. Baba, umezungumzia swala la uzalendo. Hapa sikuwa nimekupata vizuri kwenye uzalendo. Uzalendo huyu kiongozi awe na uzalendo wa kanisa na uzalendo wa nchi. Yani wapo watu ambao hana uzalendo wa kanisa, hana uzalendo wa nchi, yupo anatukana ovyo, yupo afanye kazi tu vizuri wakati mwingine yani yupo kulaumu, yani anajisahau kwamba na yeye ni sehemu kama kuna tatizo ni la wote. Kwa unatakiwa uwe mchango wa kuangalia hapa tunatokaje, sio kunyoshia vidole watu, kwa sababu na wewe uko ndani ya hiyo na tunaposema uzalendo wa kanisa, mtu kanisa Katoliki sijui siku hizi na hivi sijui nani, na wewe unajua umo. Kwa hiyo uone kama anavyosema kiongozi hapa, namna gani sasa tunaweza tukatoka hapa. Zipo mbinu au zipo njia za kuweza kutoka bila kulaumu. Wale watu ambao ni wazalendo
hawakai wakalaumu tu kwenye vyombo vya habari au nini. Unakaa unatulia namna gani tutatoka njia ya kutokea hapo. Na huo ndio tunaita uzalendo. Wapo baadhi ya viongozi, yani parokiani kuna jambo likishatolewa kule, anafika anaambia waumini eti wamesema sijui tuchange sijui nini wakati na yeye sehemu ya kile kikao. Mimi nimewaambia waumini wangu hata hawana hela. Waumini kwa wengine wanacheka, wengine wanafanya hawaelewi. Sasa wewe unawasemeti waumini wangu hawana hela wakati hujaongea nao, hujajua mifuko yao, hujajua mioyo yao ikoje. Kwani wazibie baraka? Huo ni kukosa uzalendo na kanisa. Tunajenga nyumba padri, mtu anamwambia bwana michango hiyo kwa kweli waumini wangu hawawezi. Yaani haraka tu hivyo. Tumepewa labda kwa mfano miezi 3, miezi 4. Sasa unakuta mtu anawasemea, sasa ni kukosa uzalendo. Ni kukosa uzalendo. Basi mtazamaji, nikiangalia muda wetu hapa, tupate mapumziko. Na tutakaporejea, basi kama ambavyo tumesema, tuko na mgeni wetu hapa, ndugu Gordon Rwenyagira atakuja kutuambia naye pia kuhusu mambo mbalimbali ambayo yanazungumzia juu ya jubilei ya vyama vya kitume. Nadhani pia ipo karibu. Basi tupate mapumziko, tutakaporejea tutapata mengi. Na mpenzi mtazamaji wa television Tumaini, kumbuka tu unatazama kipindi cha Walei Tuzungumze, ambapo tunazungumzia uchaguzi wa viongozi ndani ya kanisa. Lakini pia kabla tuende mapumziko, nilikwambia tutapata nafasi ya kumsikiliza ndugu Gordon ambaye atatuelezea kuhusu jubilei ya vyama vya kitume. Haya, nikukaribisha labda moja kwa moja, ila nilikuwa na kiswali. Ndio. Kwenye uchaguzi uchaguzi wa viongozi ndani ya kanisa. Tumesema kampeni hamna. Vipi kwenye kujiandikisha? Yamo masuala ya kujiandikisha kama tunavyofanya labda kuangalia kwenye daftari la wapiga kura. Tunachofahamu ni kwamba walioshiriki kwenye ngazi ya jumuiya tunajua ni waumini wa kanisa Katoliki katika lile eneo, kama ni familia 10 au 15. Hatutegemei katika jumuiya awe kuna mtu ameingia basi pale nyingine au zebu lingine. Na tunapoenda ngazi ya kanda, tunajua kabisa ambao wamekuja ni wale walikuwa wamechaguliwa kwenye ngazi ya jumuiya. Na hivyo ngazi ya parokiani. Kwa sababu tutakachofanyika, mahudhurio yapo kusudi tujue idadi ya watu walioshiriki. Na hata wakati mnahesabu kula inakuwa ni rahisi kujua kwamba kula zote zimepigwa au kuna ambayo haijakusanywa au kuna kula imeharibika. Yani inatusaidia hivi. Na vipi pale ambapo quorum inakuwa haijatimia? Baba Padre, quorum ambayo inakuwa haijatimia tunakuja na sababu ya kichungaji. Paroko ataangalia mazingira kwamba nikisema wiki ijayo tena sitawapata, kwa uchaguzi unaweza ukaenda mbele. Ukaendelea. Lakini pia ataangalia kama nafasi na kazi nasema hebu tusubiri wiki ijayo tena. Kwa hiyo hapo unaangalia kichungaji. Haya, asante sana. Kubwa ni ile kama wamewakilishwa kutoka kile jumuiya, nakuwa ni nzuri zaidi pia. Kumbe. Haya, asante. Basi turejee kwako ndugu Gordon. Asante sana. Nashukuru Serina na mshukuru baba mkurugenzi Vitalis Kasembo. Katika huu mwaka wa jubilei kuu. Huu ni mwaka wa neema. Ni mwaka wa neema. Tumeona tumepata na zawadi ya papa mpya. Na tunamshukuru Mungu kwa kweli. Kanisa lilitupangia huu mwaka kuadhimisha kipekee miaka 2025 ya kanisa Katoliki. Na kwa jimbo kuu la Dar es Salaam kuna ratiba ambayo inaonyesha kalenda ya mahujaji, watu mbalimbali wamesha azimisha jubilei. Kwa upande wa vyama vya kitume shivyaki, basi ni zamu yetu sasa imefika. Kuanzia tarehe 7 na tarehe 8 mwezi wa 6 tunaazimisha jubilei kwa upande wa vyama vya kitume. Kwa hiyo kwa tarehe 7 itakuwa ni maazimisho yanafanyikia Pugu na kwa jimbo la Dar es Salaam. Maana ratiba hii ni ya nchi nzima, yani niseme
hii mwongozo huu hapa ambao tunauongelea hapa ni kwa jimbo la Dar es Salaam. Dar es Salaam, sawa kabisa. Basi sawa mtu. Ni kwa jimbo la Dar es Salaam. Sasa. Na tarehe 7 baba mkurugenzi utume wa walei, Baba Vitalis Kasembo, basi tutakuwa pale Pugu na yeye ndio kiongozi wetu upande wa vyama vya kitume kama kiongozi katika huu mwaka wa jubilei, lakini ndio mlezi mkuu katika vyama vyote vya kitume. Ukiangalia halmashauri ya walei, vyama vya kitume viko chini ya halmashauri ya walei. Kwa hiyo kuna mpango mzuri wa mafungo kwa siku hiyo ya Pugu tarehe 7 mwezi wa 6, ambao tunategemea kila chama cha kitume ndani ya jimbo la Dar es Salaam, haijalishi chama chako cha kitume kimeshafika ngazi ya jimbo au hapana, sababu kuna vyama vya kitume viko 24 ambao vinatambulika ngazi ya jimbo. Lakini kwenye maparokia yetu kuna vyama vingi vya kitume havijulikani ngazi ya jimbo bado, au viko kwenye kanda, inawezekana ziko kwenye shirika fulani, lakini hawajawa bado katika ile uwakilishi ngazi ya jimbo. Hii ni wote, tunawakaribisha wote. Itakuwa ni Pugu, basi tutakuwa na mafungo siku hiyo katika kituo cha Ija Pugu, ambacho tutaanza na saa 3. Basi wakija pale asubuhi kutakuwa na swala la Biblia alizini hapo, tutakuwa na tafakari, tutakuwa na semina mbalimbali, tutakuwa na maungamo, lakini baadaye kutakuwa na misa takatifu. Kwa hiyo hii ni kwa wote vyama vya kitume, na kila chama cha kitume waje na sare zao. Kwa siku nzima itakuwa hapo. Usikae kuwaza itakuwaje kama wewe unahisi kuna shida ya chakula wakati wa mapumziko, basi utajitafutia chochote pale kitakuwepo. Lakini kwa siku inayofuata ambayo itakuwa Pentekoste tarehe 8 mwezi wa 6, hii tutafanya upande wa maparokiani na kwenye vigango na parokia teule. Kwa hiyo kila paroko katika upande wa parokia, ina maana watakuwa na utaratibu ambao tunatamani kwa siku hiyo ya Jumapili. Kama hakuna nafasi ya kufanya maonyesho ya kila chama cha kitume kinafanya nini, tunategemea kila chama cha kitume kwa siku ya Jumapili waweze kuelezea historia zao, utume wao, mafanikio, changamoto, wanapataje wanachama, ni kitu gani katika kanisa, nafasi yao kwenye kanisa na nini, watu waelewe, waweze kujiunga na waendelee kuimarika. Lakini kama hiyo nafasi ikikosekana, basi tunamuomba baba paroko au padri ambaye anaazimisha misa katika ile homilia aweze kupata nafasi kuelezea kuhusu nafasi ya vyama vya kitume na maana yake, kusudi waumini waweze kujiunga kwa wingi kwenye vyama vya kitume. Kwa hiyo tunaamini kwamba Mkatoliki akiwa sio wa Jumapili kwa Jumapili, angalau akawa kwenye chama kimoja wapo cha kitume, kuna faida zaidi kuliko yule ambaye tu yeye ni wa Jumapili kwa Jumapili, umeenda kanisani unasubiri. Kwa hiyo ndo ambayo tunapanga kufanya. Kwa hiyo naomba nimkaribishe na baba mkurugenzi, ataboresha zaidi, lakini kusisitizia ushiriki katika hiyo siku. Sawa kabisa. Asante. Basi labda kabla baba mkurugenzi hajafika kutuambia kitu, niseme tu mtazamaji kwenye ringa kuangalia namba hiyo ili uweze kutuma kama una swali, kama una maoni, basi tunakukaribisha sana. Fuatisha hizo namba ambazo zinaonekana hapo. Kama una swali, karibu. Kuna swali la uchaguzi, lakini pia baba ametuambia kuhusu vyama vya kitume, ambapo tutakuwa na jubilei hii ya mwaka hii ya miaka 2025, ambapo tunatakiwa sote kwenye vyama vyetu tushiriki. Hamna anayekosa hapo. Hata wewe Selina unatakiwa uwe, kwa sababu wewe ni mama, ni wawata. Ndio. Kwa hiyo mtu akija kusema mimi sipo, unamuuliza wewe kama ni kijana unahusika. Unahusika. Mzee unahusika. Unahusika. Kama ni baba basi uko kwenye uwaka. Lakini na hivi vyama vingine vyote vya kitume tunatakiwa kuhusika. Kabisa. Ndio. Asante ndugu mtangazaji, asante pia kiongozi hapa. Ni kwamba tunacho kuhimiza ni ushiriki wako. Ushiriki uwe mzuri. Useme kwamba ataenda fulani. Sisi twende wote kwa pamoja. Na uniform zetu za vyama vyetu vya kitume pia. Wababa mwenye uniform zao, wamama mwenye uniform zenu, na hivyo vyama vya kitume vingine basi nao mwenye na uniform. Kama hamna uniform basi mwende tu na nguo nzuri, basi haina shida. Lakini uniform basi katika kuonyesha uhai pia wa chama chenu pia. Hiyo siku ya Pugu. Lakini huko maparokiani tunatamani kabisa muhakikishe kwamba mnaongea na baba paroko
ili siku hiyo anaweza kuwa mgeni rasmi wa paroko msaidizi, basi akatangaza vidogo kwa kanisani kule, mnakasalimia pengine uwaka, wawata, vijana, wazee na wastaafu, wanamoyo, mnaona. Halafu kutoka hapo basi kwenye ukumbi basi mnakwenda kutangaza vyama vyenu hivyo vya kitume pia. Mwambie jamani, ndio muda huu sasa wa kujitangaza, mjue sisi ni kina nani. Ndio mwaka wa jubilei ambao tunajitambulisha pia ni kina nani, ili tuweze kusonga mbele vizuri pia. Kwa hiyo tunawakumbusha mjiandae vizuri ili siku hiyo mweze kufika Pugu na ratiba iweze kwenda vizuri, lakini pia Jumapili tujiandae vizuri kuweza kutangaza pia utume wetu katika parokia. Mnaweza kubana na baba paroko ama mkapanda kwenye mimbari kutangaza, au baadaye wakawakuta ukumbini, au ikatangazwa tu wawakute ukumbini, yote ni sawa tu pia. Na mgeni rasmi basi anaweza kuwa ni baba paroko au paroko msaidizi au yoyote ambaye paroko atakuwa amemchagua kuweza kumwakilisha kwa siku hiyo pia. Nia na lengo nataka tufanye siku hiyo ifane vizuri. Siku ya tarehe 7 na siku ya tarehe 8 ili mambo yote yaweze kwenda vizuri. Naona. Kwa hiyo ndivyo hivyo ambao tunaendelea kualika watu wetu pia, ili basi mambo yote yaweze kwenda vizuri pia. Na mkumbuke kwamba Pentecoste ndio hiyo. Kwa pamoja na kujitangaza, basi ujue tu kwamba waamini tuna sherehe yetu na michango yetu ya Pentecoste kuhakikisha kwamba utume wa lei unasonga mbele vizuri. Maana yake ndio walitangaza mkasahau kwamba siku hiyo michango yote, mchango wa kwanza na wa pili kwa ajili ya Pentecoste, yani kwa ajili ya halmashauri ya walei kwa Dar es Salaam. Hiyo ni mwongozo wanaofahamu vizuri pia. Kwa tusahau Pentecoste inapokuja, basi ndio siku ambayo kuhakikisha kwamba ni sherehe yetu, lakini ndio sherehe yetu kuchangia utume uweze kwenda mbele vizuri. Maana utume hauendi kwa maji tu, kwa fedha na mengineyo pia, kuhakikisha kwamba mambo yataweza kwenda vizuri. Kwa hiyo niendelee kualika vyama vya kitume tujipange kwa ajili ya siku hizo, basi mambo yote yaweze kwenda vizuri. Na hiyo siku ya Jumamosi pengine turudi ambako wote tutakuwa Pugu, si ndio? Ndio. Tunaanza saa ngapi? Ndio, kuwasili pale ni saa 1. Saa 1. Saa 1 asubuhi watu waanze kuwasili na mpaka kwenye saa 2:30 hivi. Basi baada ya hapo tunategemea saa 3 kamili tunaanza ile ya Biblia alizini kwa ajili ya kuzunguka pale. Ni kitu ambacho ni cha muda mrefu kidogo. Kwa hiyo tukiwahi mapema itatusaidia. Wengi wameshafanikiwa pale kufanya njia ya msalaba, lakini safari hii baba mkurugenzi amesema tutatembea na Biblia alizini. Ndio. Hai, labda kwa nini baba mkurugenzi umesema tutembee na Biblia ya ardhini? Asante. Tutembea na Biblia alizini kwa sababu maisha ya Mkristo ni maisha ambayo tunapaswa kukanyaga neno la Mungu. Yaani nasema ile Zaburi 119:105 nasema neno la Mungu ni taa miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Kwa kama Mkristo ukitembea katika njia ya neno la Mungu unatembea katika mwanga. Kwa hiyo ndio maana tumesema Wakristo tujitahidi. Nasema miguu ya mioyo yetu itembee katika maandiko matakatifu. Sasa kuna watu hamjai kuiona Biblia ardhini. Maana sio mtu kama Biblia imetupwa pale. Maelezo sehemu kwa sehemu, hatua kwa hatua. Tunaanzia Agano la Kale mpaka tunafika Agano Jipya, mpaka tunamaliza vitabu vyote. Vimewekwa hapo vibao vinaeleza. Kitabu cha Mwanzo kinatutaka tufanye hivi, na picha pia zinaonyesha pale. Kwa hiyo na mwalimu yupo anafundisha. Ni zaidi ya risali moja. Kwa hiyo wale hamjui Biblia Dar es Salaam tuna furaha kubwa, Pugu tuna Biblia ardhini. Kwa hiyo wana halmashauri na hao wengine vyama vya kitume, basi tuweze kuja kushiriki hiyo Biblia ardhini. Tutapata mafunzo mazuri na tutajifunza vizuri tu. Na ratiba kama nilivyosema, baada ya Biblia ardhini tutaingia kwenye mafungo. Maana ni siku ya mafungo, lakini tunaganya sehemu 3. Sehemu ya kwanza ni Biblia ardhini, sehemu ya pili ni kuendelea na semina elekezi, au sehemu ya 3 imake semina wakati inaendelea ya mafungo hayo na maungamo yanaendelea na yenyewe pia. Basi baadaye tunamalizia kwa misa takatifu pia. Naona ndio ratiba ya siku hiyo. Siku ni asubuhi mpaka jioni tunamaliza pia. Kwa hiyo iko namna hiyo pia. Basi kama ambavyo tulikuwa tumeomba watu kama wana maoni au maswali, kuna ndugu yetu anasema anaitwa Yasinta, yuko Jimbo Katoliki la Musoma. Huyu Yasinta anasema yeye ana pendekezo, anaomba tuweze kuboresha hasa kwenye hiki kipindi chetu
kuhusu labda tuzungumzie hasa imani Katoliki ndani ya kanisa, ilitokea wapi, mahubiri, kwa sababu anasema mahubiri yamekuwa mengi, tunalemewa, jaribuni kuboresha vipindi kama hapo kuna Hope Channel kuna kipindi. Kwa hiyo anataka hivyo tuongeze mambo mazuri zaidi ya kama ambavyo baba umetuambia twende tuangalie Biblia ya ardhini. Ndio imani hiyo. Yes, siogope. Nashauri kipindi cha walei tuna mada tulisema ziko mada tulishazitambulisha wakati karakana ya uongozi zipo nyingi. Mada imani na maadili tunayo hapa pia. Maana tuhitaji tuna mada 14 ambazo tutazitangaza kwa mwaka huu. Kwa mwaka mzima. Kwa mada imani imani na maadili ipo. Kwa hiyo usiogope Mkristo mwenzangu. Mahubiri ndio imani yenyewe tunaendelea kukueleza. Imani tu ikuti tu hivi ni katika mahubiri pia, kwa hiyo usiogope. Na hiyo mada ipo, kwa hiyo wala usiogope. Imani Katoliki tutaendelea kukufundisha tadila kwa sasa tunajiandaa na uongozi basi uchaguzi basi ndio wala tunakupa elimu hiyo pia. Haya, shukrani sana tumekupata. Anasema nimpe namba yako kaka Gordon. Kwa hiyo nitakupatia namba amekupatia. Shukrani. Anasema tumsifu Yesu Kristo. Naitwa Christina Revocatus wa Jimbo Katoliki la Bunda. Naomba kumuuliza baba mkurugenzi kuwa novena kwa ajili ya uchaguzi ni jimbo kuu la Dar es Salaam peke yake. Ndugu zetu kutoka majimbo mengine huko Dar es Salaam hatupoi. Hatupoi, yani ni heka kitoka hiki kinaingia hiki, kitoka hiki kinaingia hiki. Kwa hiyo ni kwa jimbo kuu la Dar es Salaam. Hayo majimbo mengine hatuingili kwa sababu mna utaratibu wenu. Ila kwetu hapa mambo ni moto. Mambo ni moto. Na huku ni shughuli mwanzo mwisho. Tangu Januari mpaka Disemba hatupoi. Kwa hiyo tuseme tu kwamba watakuwa nasikiza novena yetu tunavyokuwa tunaendelea na wao wanaweza kujifunza. Hatuombi watake tuwapekee na ila kama mnataka mkurugenzi basi tunaweza tukawasiliana naye ili tuyajenge pamoja. Amina. Kuna ndugu yetu anaitwa Emmanuel Mwanzale wa parokia ya Mtakatifu Nicholas Tolino Msigwa. Anasema Msingwa ndio. Anasema yeye anaomba tuwape maparoko yani taarifa rasmi kuhusu hii hija. Pengine anayo wasiwasi, labda mtuambie taarifa zimewafikia wengine. Hamna shida, basi kupitia baba mkurugenzi na viongozi wetu halmashauri ya walei tutakuwa na taarifa ambayo itakwenda. Tutawapa taarifa ngaje kwa sababu kwanza kalenda ipo tayari. Ilishatolewa na chancellor mapema kabisa ambayo inaonyesha kutakuwa na hiyo maujaji kwa ajili ya vyama vya kitume. Kwa hiyo kalenda ipo. Swala ni utii, tunakuja katika utekelezaji wa maelekezo ya kanisa. Ndio. Sawa kabisa, na tunadhani kwa kuwa bado mpaka tarehe 7 taarifa hizo basi zitawafikia. Huyu anasema kuhusu masakramenti kwenye uongozi haswa ndoa. Nyinyi hili mbona mjalisema? Mada ipo. Zile sifa. Awe Mkristo Mkatoliki ambaye hana kizuizi nilisema. Asiwe na vizuizi. Maana kizuizi chenyewe. Maana kutokuwa na ndoa sio kizuizi. Sababu tuliweke hilo sawa. Kuna viwawa, kuna wazee na wastaafu, kuna wengine wameshakuwa amebaki mmoja, mwingine ana maisha ya anaishi tu bachelor tu hivyo. Cha msingi pale ni mtu asiwe na usiwe umekaa na mwanaume, usiwe unakaa na mwanamke, uko mwenyewe tu. Maana ila sasa wale ambao tunasema wanaoa usiku wanaacha asubuhi, hiyo ndio sasa niona Mungu wao pia. Maana yuko mwenyewe tu lakini msela jioni yuko na mke. Sasa jamani, kulikoni mbona tunasikia vinanukia kelekeleza upande wa pili wa shilingi? Inakuwaje? Sasa yeye na Mungu wake. Ila sisi tunawahimiza kwamba usiwe na kizuizi. Usiwe na kizuizi. Maana kizuizi kingine mtu kama anapiga manyanga. Wale wanaagua watu. Sijui nini. Mganga wa kienyeji. Hiyo mganga wa kienyeji. Unapiga matungulu na kupiga ramli. Hapana hiyo sisi. Hiyo tunasema tunaweka pembeni. Kama ni Mkristo tu mzuri basi usiwe na kizuizi hicho. Ila kama mkaka, mdada unakaa mwenyewe na Mungu wako, unamtumikia Mungu, hamna shida, unakuwa kiongozi. Sawa. Huyu anasema ninaamini tutachukua viongozi wazuri na walio sahihi. Mwaka ni wa pekee kabisa. Haya, hiyo nimesema tu
kichache kwa ufupi. Huyu anasema kwa kweli tunawashukuru, kazi nzuri. Basi bila shaka tuangalie mmoja tu ujumbe wenyewe ili tukamilishe kipindi chetu. Huyu anasema naomba kumuuliza baba paroko, mtu anayechaguliwa kuwa kiongozi Tumuga tunamchagua kiongozi wa jumuiya ni lazima awe na vyeo viwili? Inategemea uwezo na maelekezo ya paroko. Kuna mwingine mpaka vyeo vitatu anavyo. Inategemea nguvu alionayo pia. Kuna wengine cheo kimoja tu kinamtosha. Labda tumuulize tu mtumishi yuko hapa. Bado ni mwenyekiti wa vyama vya kitume. Lakini pia Moyo Mtakatifu wa Yesu jimbo. Ndio. Taifa pia, taifa unaweza vile ni mtunza hazina. Ni Roho Mtakatifu. Pia ni baba wa familia ujue. Ana watoto, wote ana manage. Ni Roho Mtakatifu. Na kitu kingine baba mkurugenzi aliongelea hapa kitu cha utayari. Unapokuwa umeitwa kuchaguliwa ni ule utayari wako, lakini vile vile kujituma, bidii kwa kile kitu ambacho umechaguliwa na kumshirikisha Mungu. Ili swala ukilifanya kwa kibinadamu haliwezekani, lakini unapokuwa umemshirikisha Mungu unaweza ukashangaa ratiba zote tu Mungu anakuruhusu vitu vinafanyika. Ndio. Haya, tumeweza kusikia hivyo. Baba, turudi kwako tena kidogo. Ndio. Huyu anasema Bikira Maria alimzaa Yesu akiwa ana miaka mingapi? Haya. Ile sasa tulitafutie muda wake. Hilo linaingia kwenye kipindi cha maswali Father Mosha. Basi wataweza kujibu, aongee na baba paroko. Kwa hiyo tuko hapa zaidi kwa ajili ya uongozi pia. Lakini akumbuka alikuwa binti mdogo wa kawaida. Asihangaike na miaka. Ndio. Haya, kikubwa ndio ule utayari. Huyo anasema Selena, naomba nimuulize baba swali. Lakini hajauliza. Kaniambia tu hivyo. Naomba kuuliza, uchaguzi wa viongozi ni tarehe ngapi? Tunaanza tarehe 1 mwezi wa 7. Tarehe 1 mwezi wa 7 tunaanza. Sasa kuna wengine wanachagua Jumamosi na Jumapili, wengine hapo katikati Jumatano, juma ngapi ni kadi kila jimbo, lakini sisi jimbo letu kwa Dar es Salaam tunaanza tarehe 1 mwezi wa 7 rasmi. Na ndio maana tunataka watu wajipange. Tunaanza na viwawa, wawata, uwaka, wazee na wastaafu ngazi ya jumuiya. Tukimaliza tunakuja kamati tendaji ngazi ya jumuiya. Tukimaliza tunaenda mtaa, kanda, vyama vya kitume. Tukimaliza kamati tendaji. Tukimaliza tunasonga mbele ngazi ya kigango. Kigango. Tukimaliza kigango tunasonga parokia. Tukimaliza parokia dekania. Basi muda wetu unatutupa mkono. Nije kwako ndugu Gordon. Tukumbushe machache kuhusu jubilei. Jubilei, naomba kila kiongozi awajibike. Tusitembee peke yetu bila kondoo tuliokabidhiwa na Mungu. Kwa hiyo tuhamasishane, vyama vyote vya kitume tuhamasishane kuona tunashiriki kwa umoja wetu Pugu. Kanisa linapenda twende kwa pamoja na tuonyeshe ile solidarity, yani umoja wetu kwenye kanisa. Na inapendeza tukiona Pugu imejaa rangi tofauti tofauti sare kuonyesha vyama vya kitume vyote vimeshiriki. Na nilichosisitiza, tusiangalie tu vile vyama vya kitume ambavyo vinatambulika ngazi ya jimbo. Ni vyote ambavyo vipo ndani ya jimbo kuu la Dar es Salaam. Asante. Baba Padri, tuahirishe kipindi chetu kwa siku ya leo. Tarehe 31 Pugu Marathon wa jimbo kuu la Dar es Salaam. Tuna jambo letu jimbo zima. Kwa hiyo tunaomba tuje na uniformu, na tumepewa kwenye tangazo basi tuweze kushiriki hapo Msimbazi kwa ajili ya kupewa Msimbazi au hapa Tabata kwa ajili ya kupewa hizo uniform. Ili basi tuvae siku tungae. Tunajambo na baba askofu atakuwa, nami nitakuwepo kilomita 21. Mje mnione ninavyokimbia. Kwa hiyo tuende tukajenge Pugu ni yetu. Kwa hiyo tukishikiana kwa pamoja mambo yataweza kwenda tu vizuri. Amina. Haya. Asante kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tunakimbilia ulinzi wako mzazi mtakatifu wa Mungu. Usitunyime tukiomba katika shida zetu. Utuopoe siku zote tuingiapo hatarini. Ewe Bikira mtukufu na mwenye baraka. Amina. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tukuze Bwana. Tumshukuru Mungu.
Na mpenzi mtazamaji wa Television Tumaini, hadi hapo ndio tumefika mwisho wa kipindi cha Walei Tuzungumze, ambapo mada ambayo tumeizungumza ni kuhusu uchaguzi wa viongozi ndani ya Kanisa Katoliki, lakini pia tumezungumzia kuhusu jubilei. Mwaka huu ni mwaka wa jubilei. Kwa hiyo tutakuwa na jubilei ya vyama vya kitume ambayo itafanyika tarehe 7 mpaka tarehe 8 mwezi wa 6. Lakini pia tumekumbushwa hapa kuna Pugu Marathon tarehe 31 mwisho wa mwezi huu. Yote haya ni ya kwetu na tuyabebe, basi ni kama ambavyo wanasema hatupoi mpaka kieleweke. Mimi ni Selina Joseph Matuja, shukrani baba Father Kasembo. Gordon Rwenyagila. Hatuna la ziada, tunakutakia utazamaji mzuri wa Television Tumaini.